Sehemu ya 6 ya simulizi inayokwenda kwa jina la Mpishi Muuaji ndani ya hoteli. Karibu msikilizaji, tuitazame sehemu ya 6 ya simulizi inayokwenda kwa jina la Mpishi Muuaji ndani ya hoteli. Sehemu ya 5 tumeishia pale ambapo Queen Laposhi anatumia ujumbe na namba ambayo si ya kawaida, ikimtaka ajiandae kwa safari kwenda kusalimia nyumbani kwao. Lakini pia anapokea ujumbe wa baba yake kwamba mama yake yu mahututi. Je, ni kipi ambacho kinafuata? Endelea katika sehemu ya 6. Nilifungua ule ujumbe ulioandikwa kwa maneno mafupi tu ukisema, jiandae kwa safari ukasalimia kwenu. Sikuelewa vizuri ule ujumbe, hasa ukizingatia muda si mrefu nimetumia ujumbe na baba kuwa mama yu mahututi, anahitaji kuniona. Hapo akili ilichoka, nikajikuta naanza panga nguo zangu kwa ajili ya safari. Lakini niliwaza jambo moja kuhusu zile pesa nyingi za kwenye begi, nizihifadhi wapi? Maana ni pesa nyingi na mazingira ya pale kiusalama nilikuwa na hofu nayo kidogo, hasa kwa matukio yaliyokuwa yakiendelea pale hotelini. Lakini nilipiga moyo konde kwa kuchukua kiasi kidogo cha pesa katika lile begi, kisha kulihifadhi katika kabati yangu ya nguo. Nikiwa najiandaa, ujumbe mwingine uliingia katika simu yangu kwa namba zile ambazo ni 666 ukisema, unasubiriwa nje ya hoteli, fanya hima. Kuona ule ujumbe, nilibeba begi langu dogo lenye nguo chache na kuanza kutoka nje, huku nikijiuliza nasubiriwa na nani nje, huku nikiwa na shauku ya kutaka kumuona huyo mtu. Nilipotoka nje, nilikutana na gari nyingine nyeusi ya kifahari aina ya BMW, huku mtu mmoja aliyevalia suti nyeusi pamoja na miwani myeusi akija na kuniinamia kwa heshima, kisha akanipokea begi langu na kupeleka katika lile gari. Nilifunguliwa mlango wa nyuma wa gari, kisha nikaingia ndani ya gari. Tulishika njia ielekea uwanja wa ndege, kwa maana nyumbani kwa wazazi wangu kulikuwa ni mbali kutoka pale nyumbani. Lazima uvuke majimbo 3 makubwa ndio ufike nyumbani. Kwa usafiri wa basi huchukua masaa kama 12 hivi. Nikiwa njiani kwenye gari kuelekea uwanja wa ndege, nilijiuliza mambo mengi hayo nayopitia naota ama kwa nini mimi yamenipata leo kwa muda mfupi naishi kifarume hivi. Malipo yake ni nini kwa hawa watu wanaonitendea hivi, kwa kunipa utajiri wa ghafla kiasi hiki na kunipa umalikia kule katika dini yao? Nikabaki na shusha pumzi nzito, huku kwa mbali nikiukaribia uwanja mkubwa wa ndege. Baada ya kufika uwanja wa ndege, tuliacha geti wanalopitia abiria wote na kuelekea geti jingine kubwa likiwa limeandikwa private gate, ambalo geti wanalopitia watu wakubwa na viongozi tu. Tulipita lile geti hadi katika ndege ndogo aina ya jeti. Nilishangaa kuona nimekodishiwa ndege binafsi, tena ni ya kisasa. Baada ya kushuka kwenye gari, huku nikifunguliwa mlango na yule dereva, na kwa mbele yake walikuwa wamesimama watu wawili waliovalia nguo nyeupe. Niliowatambua kuwa walikuwa ni marubani wa ile ndege. Walikuja na kuniinamia huku wakipokea begi langu na kunikaribisha kwenye ndege tayari kwa safari, huku nikimwacha yule dereva aliyenileta akiondoka zake. Niliingia ndani ya ndege. Nilikuta mazingira ya mule yalikuwa ni ya kisasa na vitu vingi vikiwa vimenakishiwa kwa dhahabu. Niliketi kwenye kochi na taratibu ndege ilianza acha ardhi ya pale na safari kuanza. Safari haikuchukua muda mrefu. Hatimaye niliwasili ikiwa ni majira ya saa 12 za jioni. Cha ajabu, baada ya kushuka katika ndege pale uwanjani, nilikutana na mtu mwingine kama wa mwanzo, akiwa amevalia mavazi kama ya yule wa mwanzo, huku pembeni yake kukiwa na gari ile aina ya BMW, huku mtu yule akija na kuniinamia kwa heshima, kisha kunipokea begi langu na kunifungulia mlango wa nyuma ya gari, nami nikaingia. Safari ya kuelekea nyumbani ikaanza. Njiani mawazo mengi yalikuwa juu ya mama. Ndipo nilipokumbuka yale maono niliyoyaona kule jangwani. Isije kuwa ni kweli
ndiyo yameanza kuleta maafa kwa ndugu zangu. Hapo moyo ulianza kunienda mbio, nikijua huenda mama yupo hatarini, tena mikononi mwa wale mashetani watu. Ndipo nilipomtaka dereva aendeshe upesi kumuwahi mama nipate kuona hali yake. Nilifika nyumbani na kukuta baadhi ya ndugu zangu wengine toka mbali wakiwa wameshafika kwa ajili ya kumuuguza mama. Baba yangu aliponiona alinisogelea na kunikumbatia kwa huzuni, huku kila mmoja akistaajabu lile gari la kifahari lililonileta pale nyumbani, na huku dereva wa gari ile akiwa ametoka nje na kusimama kama bodyguard na kuwafanya watu waanze kujiuliza maswali mengi, japo nyumbani kwetu yalikuwa maisha mazuri na si ya kiumaskini. Baba alizidi nikumbatia na mwishowe kuniacha niingie ndani nikamuone mama, kwani walimpeleka hospitali lakini ugonjwa hawakuweza kuuona, hivyo wakamrudisha nyumbani. Niliingia nyumbani na kumkuta mama mwili wote umebanduka ngozi ovyo ovyo kama mtu aliyemwagiwa mafuta, huku akihema kwa tabu. Pembeni nilipogeuka niliona akina mama mdogo wakiwa katika hali ya huzuni, huku machozi yakiwatoka wakiwa wanamwangalia dada yao katika mateso makali kitandani. Mama aliponiona machozi alikuwa yakimtoka na asiweze kuongea, japo alitamani tamka kitu, lakini kwa muda huo hakuwa na nguvu ya kunyanyua kinywa chake zaidi ya kuniangalia na kutoa machozi. Mwili ulitetemeka nikijua huenda mimi ndiye niliyesababisha. Wakati namshangaa mama, simu yangu iliita kwa kupigwa namba zile 3666, huku akina mama mdogo akinitolea macho nipokee ile simu. Nilipokea huku kijasho chembamba kikinitiririka mgongoni kwa woga. Nilichosikia katika simu yangu ilikuwa maneno haya: hakikisha kuanzia sasa utatenda sawasawa na tutakavyokuambia bila kukiuka maagizo. Nilichojibu ni kusema sawa. Baada ya hapo simu ilikata, nami nikachukua kitambaa changu kidogo na kujifuta jasho usoni kwangu, huku nikimwangalia mama kwa huruma pale kitandani kwa maumivu makali aliyokuwa akiyapata. Nilimsogelea mama pale kitandani huku machozi yakinilenga na kumshika mkono mama. Nikaanza kulia huku mama akileta mkono wake katika shavu langu na kuanza kunifuta machozi kwa mkono wake, huku naye machozi yakimtoka. Ndipo mama alipata nguvu ya kuweza kuongea na kuniambia, mwanangu, kuwa uyaone. Maneno yale yalinifanya mimi nilie zaidi kwa sauti. Kitendo cha kulia kwa sauti kubwa kiliwafanya shangazi zangu waliokuwa sebuleni kuja chumbani na kunitoa kwa nguvu, huku mimi niking'ang'ana kumshikilia mama mkono nikitaka nisiondoke pale kitandani. Shangazi zangu waliungana na mama zangu wadogo waliokuwa mle chumbani kunitoa mpaka nje ya nyumba na kuniingiza nyumba ndogo ya nje, huku baba yangu akija kwa upole na kuniambia, Queen mwanangu, usilie, utamfanya mama yako kumwongezea ugonjwa. Mama yako hajafa, atapona, usilie mwanangu. Baba alinibembeleza kwa upole, huku shangazi akinifuta machozi kwa kutumia kanga yake na kunifanya nitulie, huku akina shangazi na mama zangu wadogo waliondoka na kuniacha na baba yangu. Baba alivuta kiti kidogo na kukaa mbele yangu, kisha akaniangalia usoni kwa umakini kama kuna kitu anataka kuniuliza, huku mimi nikiinamisha uso wangu chini. Baba yangu alinishika mikono yangu yote miwili na kuniuliza habari ya gari la kifahari lililonileta pamoja na yule mtu aliyenileta ni nani, maana ni mgeni machoni mwao. Nilinyanyua uso wangu na kumwangalia baba, kisha nikamjibu, baba, gari lile ni la ofisi na yule mtu ni dereva hospitali ninakofanyia. Wamenipa msaada baada ya kusikia nimepatwa na tatizo. Hapo baba alitikisa kichwa chake na kunitolea tabasamu, kisha kuniambia, uongozi wa hospitali yenu kumbe ni watu wazuri sana mwanangu, wamefanya vyema. Wakati anazungumza maneno hayo, baba alinipiga bega akizidi nitolea tabasamu na kuniuliza maswali ya hapa na pale ya maisha ya huko nilikokuwa katika mazoezi yangu ya udaktari.
Mazungumzo yalizidi na baba, hasa ukizingatia mimi ndiye mtoto wa pekee kwao. Sina kaka wala dada wala mdogo wangu. Hivyo baba katika maisha yangu alinilea kwa malezi ya juu ya kunidekeza, kiasi kwamba muda mwingine mama aligombana na baba kwa jinsi alivyokuwa akinidekeza na kupelekea kuwa karibu sana na baba yangu. Tukiwa mazungumzoni na baba, mara alikuja yule dereva aliyenileta na kuniinamia kwa heshima, kitu ambacho kilipelekea baba yangu ashtuke kidogo kwa mshangao kwa kuinamiwa vile kwa heshima, huku yule dereva akisema, unahitajika kwenye gari ukaongee na simu. Kusikia vile, nilinyanyuka upesi na kumwacha baba pale, huku akiwa ananishangaa kwa kunitolea macho. Nilifika kwenye gari na kukuta simu ya kwenye gari bado inaita. Nilipokea huku dereva akiwa nje ya gari. Nilisikia sauti ya yule kaka mpishi muuaji wa hoteli akiniambia, "Hello Queen, Marikia wetu, uhali gani? Hatuko nyuma kwenye tatizo lako. Tutakuwa nawe kwa kila hatua. Lakini kwa sasa fanya kitu kimoja." Kisha simu kukata, akiniacha njia panda kwa maneno yake. Mara simu yangu ya mkononi iliita nje na ile simu ya kwenye gari. Kuangalia nani anapiga, alikuwa mganga mkuu wa kazini kwangu. Nilipokea huku kiroho kikinidunda dunda. Baada ya kupokea, nilishangazwa na maneno ya bosi wangu akisema, "Hongera kwa kupata pesa nyingi zisizohesabika, na mpaka sasa bado zinamiminika toka juu ya dari. Hakika damu uliyoitoa, nyota yake kali sana." Bosi wangu alimaliza kwa kucheka kwa sauti, kisha kukata simu. Maelezo yale yalinichanganya, hasa kusikia kuwa damu niliyoitoa ina nyota kubwa. Nikaanza tafakari, mbona mimi sijamtoa mtu? Nikiwa najiuliza, ghafla nilisikia vilio vingi vya mama zangu wadogo vikitoka katika nyumba yetu. Nilifungua mlango wa gari na kukimbia kwa kasi kuelekea ndani nilikosikia vilio vya mama zangu wadogo wakilia. Nilifika mpaka chumbani alikokuwa amelazwa mama yangu. Nikakuta damu ikiwa imemtoka mdomoni, puani na masikioni. Nilipigwa na bumbuwazi kuona mama ameaga dunia, tena kwa mateso makali, huku mama macho makali yakiwa yamemtoka. Nilijikuta naanguka mwilini mwa mama na kuanza mtikisa, "Mama amka!" Lakini ndiyo hivyo, hakuweza amka tena. Nguvu taratibu zilianza niisha na kujikuta napoteza fahamu. Nikaingia katika dunia nyingine, tena kule katika hekalu letu la kuabudia mambo ya kishetani. Nikajikuta nimeketi katika kiti cha Marikia, huku watu wote ukumbini wakiwa wamepiga magoti kwa kuinamisha sura zao chini, wakisali sala ya kufungua ibada. Lango kuu la pembeni ukumbini lilifunguliwa na wale wazee 7 wakiwa wanaingia taratibu na wakiwa wamevalia majoho yao marefu ya rangi nyekundu, huku sala bado zikiendelea kutamkwa na watu waliokuwa mle ndani ya ibada. Naam, hiyo ni sehemu ya 6 ya simulizi inayokwenda kwa jina la Mpishi Muuaji ndani ya hoteli. Je, Queen amemtoa kafara mama yake bila yeye kujua? Na nini ambacho kinaendelea katika ibada ambayo ameingia? Usikose kufuatilia sehemu ya 7 ya simulizi hii. Endelea kusubscribe, kulike na kucomment katika chaneli yetu hii ya Hazina ya Simulizi, ili uwe wa kwanza kabisa kupata taarifa tunapokuwekea simulizi hii. Mpishi Muuaji ndani ya hoteli.